Jeshi la polisi nchini Tanzania wametoa habari za kushtua za kinachoendelea nchini humo. Hujambo na karibu, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma limeingia vitani na madai ya kiukwaji wa haki za sheria za uchaguzi baada ya malalamiko mapya kuibuka dhidi ya baadhi ya viongozi wa kisiasa wa jimbo la Kigoma Kaskazini. Tuhuma hizo zinadai kwamba viongozi hao wamekuwa wakipita mitaani na kuwalaghai wananchi kwa kusanya na kuandika namba za vitambulisho vya wapiga kura, jambo linaloibua hofu ya matumizi mabaya ya taarifa binafsi za wapiga kura na kuathiri uhuru wa uchaguzi. Kwa mujibu wa taarifa za polisi, uchunguzi wa kina umeanzishwa ili kubaini ukweli wa madai haya na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Polisi wameeleza kuwa iwapo uchunguzi utathibitisha kuwepo kwa ukiukwaji wa sheria, basi wahusika wote bila kujali nyadhifa zao watakabiliwa na hatua kali za kisheria. Hatua hii imeonekana kama ujumbe mzito kwa wale wote wanaojaribu kudhoofisha misingi ya haki ya kidemokrasia. Hali imezua taharuki miongoni mwa wakazi wa Kigoma, huku mjadala mkali ukiendelea mtandaoni. Wengi wamepongeza hatua ya polisi kuchukua hatua mapema ili kuzuia kuvurugika kwa mchakato wa uchaguzi. Wengine wameeleza wasiwasi kwamba vitendo hivi vikiachwa bila kushughulikiwa, basi vinaweza kudhoofisha imani ya wananchi kwa mfumo wa kidemokrasia na kusababisha migogoro ya kisiasa katika siku zijazo. Aidha, jeshi la polisi limewahimiza wananchi wa Kigoma kudumisha utulivu na kutoshiriki vitendo vya kuchukua sheria mkononi. Wamewahakikishia kuwa taratibu zote za kisheria zitafuatwa kwa makini na haki itatendeka bila upendeleo. Wachambuzi wa siasa wanasema tukio hili linapaswa kuamsha mjadala mpana kuhusu uadilifu wa michakato ya kisiasa nchini, hasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wanaonya kuwa iwapo hatua madhubuti hazitachukuliwa mapema, vitendo hivi pia vinaweza kuchochea mivutano ya kisiasa na hata kuhatarisha amani ya taifa. Hatua hii ya polisi inatafsiriwa kama onyo kwa viongozi wa kisiasa na wafuasi wao kuacha tabia za kushinikiza au kuingilia haki ya wananchi kufanya maamuzi ya uhuru wakati wa uchaguzi. Ni hatua inayokusudia kulinda heshima ya kura na kuhakikisha kila mwananchi anashiriki uchaguzi bila hofu au shinikizo. Kwa sasa macho ya Watanzania yanabaki kuelekezwa Kigoma, wakisubiri matokeo ya uchunguzi huu na hatua zitakazochukuliwa dhidi ya wahusika endapo watapatikana na hatia. Tukio hili limeweka msingi wa mjadala mpya kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa kisiasa na ulinzi wa haki za wananchi. Hapa Kenyascope tutaendelea kufuatilia kwa karibu kila hatua ya uchaguzi na matokeo yake. Usisahau kuandika maoni yako kuhusu sakata hili na jinsi unavyoona linaathiri mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania.